Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Ni asubuhi hii inaelekea saa 12:30 hapa Mwanza. Nimeota ndoto. Ndoto hii inakwenda sambamba na kitu ambacho nimekigusia kwenye video iliyopita. Inasikitisha sana kuona kwamba watu wengi ambao wanajifanya wameokoka sana wanafikiria masuala ya mapenzi ni ya shetani. Nimeota ndoto yenyewe ni hii. Nimetembelea kwenye ofisi moja ya hapa jijini Mwanza, wale ambao wanafahamu Mwanza, maeneo ya Isamilo. Sasa nikakutana na watu pale, lakini baada ya kutoka hapo nikakuta email imeandikwa. Hii niko ndani ya ndoto hapa. Huyu dada anaandika message hii, inasa kwenye email. Mimi naitwa Joy. Nilikuwa kwenye mahusiano kwa muda wa miaka 2 yakavunjika. Nimemwomba Mungu sana, nikapata mwanaume wa pili. Akanioa, akasema huyu ndiye jibu langu. Tunafanya mapenzi vizuri, nafika kileleni vizuri sana, lakini mimi sijui ya kumfanyia mwanaume huyu. Sasa nimeamka, hiyo ni kwenye saa 12 kasorobo hivyo. Nimeamka, nikaanza kuitafakari hii ndoto. Ndio nikaona kwamba nikuletee video hii leo. Kwenye hii ndoto huyu dada anasema kwamba huyu mwanaume ananifanyia mengi na nafika kileleni vizuri kabisa, lakini mimi sijui la kumfanyia. Kumbuka kwenye Biblia imeandikwa hivi, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwenye ndoa ile ya kwanza iliyovunjika, huyu dada kwenye ndoto anasema ilivunjika, hakugusia swala tendo la ndoa kabisa, hakugusia. Lakini kwenye ndoto hii ya pili anasema kwamba ananifikisha kileleni vizuri kabisa, na huu ni mwaka wa 4, anazungumza ni mwaka wa 4, lakini mimi sijui ya kumfanyia. Yeye ananifanyia mengi, lakini yeye huyu dada Joy kumfanyia yule hajui la kumfanyia. Sasa kwa nini ndoto hii imekuja? Inakwenda sambamba na dada ambaye jana amenitumia message. Dada amenitumia message, naomba nikusomee message hiyo. Unaweza kuona mchatisho huu, sawa? Unaweza kuona huu mchatisho huu dada, sawa? Hiyo ni WhatsApp, sawa? Unaweza kuona, sawa? Sasa unaona, sasa ngoja nikusomee mchatisho. Amenitumia message ya kwanza. Akasema hivi, labda nikuulize mtumishi wa Bwana, hivi haya mafundisho yako kuhusu sex hayaathiri uhusiano wako na Mungu? Yaani kiroho, hivi kweli uko salama? Unaweza kuona, unaona, kwa sababu nina channel ya mahubiri vile na channel ya kuhubiri mahubiri peke yake ya neno la Mungu peke yake, inaitwa Tafakari Ukweli. Unaweza kuitafuta hiyo channel utaiona. Ya channel ya kuhubiri mahubiri tu ya neno la Mungu, sio masuala ya mapenzi. Tafuta hiyo channel inaitwa Tafakari Ukweli. Sasa nikamwambia hivi, nikamtumia message. Hiyo ni jana, sawa? Ndio maana ndoto imekuja leo. Maana Mungu anajua kwamba kuna watu wananilaumu, lakini hawajui kwamba hapa naponya ndoa za watu. Sikiliza, nikamtumia message, nikamwambia hivi, Yesu alisema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura 22 mstari wa 29, mnapotea kwa kutokuyajua maandiko na uwezo wa Mungu. Nikamwambia hivi, ungejua maandiko yanasema nini, usingeniwazia hayo. Ungelijua andiko hili lililotoka kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 9 mstari wa 19 hadi wa 22. Naomba nikusomee mtazamaji, nikusomee mstari huo kutoka kitabu hicho cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 9 kuanzia mstari ule wa 19. Ngoja niwashe tochi, maana upande wangu wa pili hakuna taa. Niwashe tochi hapa. Anasema hivi, huyu ni mtume Paulo, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 9 kuanzia mstari wa 20. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama na mimi niko chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nilikuwa kama sina sheria,
Unaona, anasema hivi, kwa wale wasio na sheria nilikuwa kama sina sheria. Si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Unaona, sasa hivi kwa wale wasiokuwa na sheria nilikuwa kama vile sina sheria, yani kama vile sina Mungu. Kwa wale ambao hawamjui Mungu nilikuwa kama vile na mimi sina Mungu, ili na wenyewe niweze kuwavuta. Sasa niendelee na mchatisho sasa. Hiyo nimekusomea kwenye Biblia kwa sababu nilimpa huyu dada. Akanitumia message akasema hivi, mbona seksi ni automatiki, kila mtu anajua mtumishi? Hivi Adamu na Hawa nani aliwafundisha? Kweli mtumishi, mimi nakushauri kama hiyo ndio njia wewe ya kupata kipato cha kuishi, Mungu akupe kitu kingine cha kufanya. Nikamwambia hivi, ungejua ni wangapi nimewasaidia usingesema hayo. Tumeitwa kuwa baraka. Nimesaidia watu wengi sana Tanzania na nchi za nje. Kama unataka ushahidi, ingia kwenye peji yangu ya Instagram, inaitwa DR Sex Therapy. Hii peji ya Instagram iko ndani. Kwenye YouTube nimeiweka mara nyingi sana kwenye YouTube zangu, unaweza kuitafuta hapo. Sema nimesaidia wake za wachungaji. Ngoja nikutafutie message za mama mchungaji mwenye umri wa miaka 43 wa hivi karibuni. Nikatafuta message hizo, nikamtumia message hizo, zinasema hivi za huyu mama mchungaji. Nimezikopi nikaziunganisha pamoja. Sikiliza nikusomee. Dokta, mimi mwanafunzi wako mpya. Nimetuma 10,000, naomba unitumie maufundi nijaribu, maana huyu mume wangu ni mgumu sana wa kurudia raundi ya pili, au shida iko kwangu? Naomba unisaidie dokta. Nimekuwa nikikufuatilia mafundisho yako kwa njia ya YouTube. Yamenisaidia japo sio sana. Naamini ukinitumia video nitafanya vizuri zaidi. By Rose, kataja yuko wapi. Sawa? Hiyo message ya pili sasa. Nimeskopi haraka kwa hiyo utanisamehe kwa hiyo. Sasa message ya pili ambayo nimeikopi nikamtumia ambayo na huyu mama mchungaji. Dokta, kama ni dawa hii itakuwa ni paracetamol. Na maanisha ni dawa inayofanya kazi kwa haraka, huwezi amini. Nilimfanyia yale ya kulamba korodani, na lile eneo la kutoka kwenye korodani hadi tundu lile la haja kubwa linapokaribia haja kubwa kwenye ule mstari unaitwa perineum. Dokta, kubwa alikoloma akaanza kunena kwa lugha. Dokta, baba wewe unanichanganya akili. Akasema mgole wangu. Sasa hiyo mgole sio ni lugha gani? Kama sikosei, kama ni Kiangaza au ni Kiha sijui. Asema mwisho alikuwa anajilambalamba midomo kama mtu aliyelambishwa asali. Yaani wewe dokta, sijui nikupe jina gani. Amina. Sikumbuki nimeitoaje hiyo message. Sema kubwa sana dokta, mume wangu sasa hivi ananipenda kupita kiasi. Dokta, yaani tunafanyana raundi 3 hadi 4. Leo tumechelewa kweli dokta, lakini basi tu, yaani wamechelewa kwenda kanisani. Lakini kubwa shida yangu ni kwamba huyu mume wangu ni mbishi sana. Hata siku ya jana alikuwa anakataa nisimwandae, nikaendelea tu kumlambalamba kama kitoto cha paka. Mwisho akalainika kweli. Nimeamini hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Dokta, uishi milele kabisa. Tamu sana dokta. Nakushukuru sana kwa zawadi ya mafundisho ulionitumia. Mungu akutunze. Usiishe kutafuta maarifa mapya. Maisha yako yawe makubwa na yasiwe na usumbufu. Yaani huyu mchungaji wangu ataniua dokta. Nimekuwa kama dozi ya Panadol kutwa mara 3 kwa siku. Jana kaniuliza kwamba nani kakufundisha hayo? Dokta, haya mambo kweli yametoka kwa Mungu.
Kumbe mwanaume akikojoa kwa kishindo anaweza kulala kama mfu, yaani anateremka kama ana degedege, kisha na kulipiga makalio, yaani ni shida. Dokta, nakutumia shilingi 15,000 ili uniongezee mautaalamu na mengine ambayo hujanipatia. Nitanunua na mengine yote, na hiyo 5,000 nimekuongezea ununue pipi, na kuona wewe ni kama unapenda lambalamba baba. Mitihani yako imeifanya kazi na majibu naendelea nayo kuyaona. Shida ya huyu mchungaji wangu, analia kwa nguvu, anasema ogopa, unanitekenya. Dokta, namuumiza, ni mashamba yake tu dokta, yaani anapiga makelele mengi sana. Tulikuwa wote huko safarini. Tulipofika Musoma mjini, nikamshawishi tupumzike hotelini kwanza nimpatie dozi, naye alipenda, akasema sawa. Hayo makelele aliyoyapiga kwenye nyumba ya wageni, niliogopa sana dokta, sikufichi, wewe ni mtu mzima dokta. Kama watu walikuwa wanakupinga sana mashauri yako hapa YouTube, na mimi nilikuwa nakupinga, hukujua tu, lakini kwa sasa wewe ndio mwenyewe mganga wangu. Acha dokta, kabisa sidanganyi. Kwanza sasa nimeamua kukupenda dokta bure. Mungu akupe mahela mengi uweze kusaidia watu wengi. Sasa hii nimemtumia yule dada. Sikiliza, akanitumia tu emoji. Unaweza kuiona emoji hiyo, unaweza akanitumia emoji tu hiyo hapo. Unaweza kuona. Kaendelea pale tu. Sasa nikamtumia video. Unaiona video hii ya mwanamke kunyonya korodani. Sawa? Nilipomtumia hiyo picha, akanitumia message. Sasa ndio hapa sasa nikamkamata. Akanambia hivi, dokta, mimi nataka ya kukata kiuno, naona kiuno changu kimeota kutu. Nikamwambia hivi, wewe si ulisema ni dhambi? Unataka ufanye dhambi? Akanitumia emoji nyingine. Nikamtumia video nyingine ya mwanaume anamlamba uchi mwanamke. Sasa unaweza kuona jinsi gani. Akanitumia message, akanambia tuko pamoja. Unaweza kuona hii. Ngoja niangalie hapa kama utaweza kuona. Nataka nipiche hii picha hapa ambayo nimemtumia video. Akatuma emoji akasema tuko pamoja. Ngoja hiyo. Akasema tuko pamoja. Hiyo hapo unaiona? Na akasema tuko pamoja. Sasa unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kuna watu wanadharau haya mafundisho, lakini haya mafundisho nina uhakika kabisa ukiyafanyia kazi ndoa yako haitakuwa kama ya jana. Huyu mama nimemtumia ndani ya wiki moja kafanyia kazi, mambo yamekuwa mazuri. Sasa hivi ni mwezi, anasema mume wangu ananipenda kupita kiasi. Sasa napenda nikwambie ndugu yangu, usidharau hii elimu, ni ya kweli kabisa, inaweza kusaidia wengi, na wewe itakusaidia. Kutoka kuagizia video, maelekezo nakuwekea hapo chini, na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe, alafu bofya ile kengele pale, ili nitakapoweka video nyingine, inakuja video nyingine inayokuja ina mada inayosema hivi: mume mwema lakini tendo la ndoa hajui mbovu. Hiyo ni video inayokuja, isikukose. Subscribe. Bye bye.